nimemfuatilia muda mrefu sana. Kwa hiyo hatari kwenye kwa mwaliko wake nimeona kwamba ameniheshimu sana. Kwa hiyo nimesikia faraja. Okay, muziki wa Singeli ni muziki ambao umekuwa ni miongoni mwa alama za taifa la Tanzania. Nyie kama wasanii wa muziki wa Singeli mmejipangaje kupeperusha bendera ya Tanzania kupitia muziki wa Singeli, lakini pia kuheshimisha tofauti na vile ambavyo watu wengi wanaubeza kulingana na maudhui yake? Mpaka sasa hivi naamini tumefanya kazi kubwa sana, kwa sababu hata muziki wa Singeli sasa hivi umevuka yani kiwango ambacho tulikuwa tumeanza nacho. Kwa sababu kipindi hiko nakumbuka Baba Pana, sijui umeona bana sijui ilikuwa wasanii na Nigga Sela na nini kama hivyo. Lakini sasa hivi unawapata hadi kina Pateni ambao wanaiba sauti zile za kuendeleza, unaelewa, na muziki unapendwa. Kwa hiyo mimi naamini muziki wa Singeli umetoka hatua moja kwenda hatua nyingine, yani unakwenda juu zaidi, kwa sababu hakuna msanii sasa hivi ambaye yani haujui muziki wa Singeli na utamani kuimba. Yani hao walikuwa Bongo Flava wengi wanaimba na mastaa wengi hapo tuko nao hapa Tanzania wanaimba muziki wa Singeli. Kwa hiyo imepiga hatua kubwa sana. Muziki wa Singeli umekuwa ni muziki sawa mzuri na unavutia watu wengi wanatamani kusikiliza na wengine kucheza. Lakini changamoto yake iko kwenye namna ya uchezaji, maudhui yake kiujumla. Watu wanaujaji sana muziki wa Singeli kwa sababu uchezaji wake, wale wanawake wanapocheza pale muda mwingine wamevaa madela, wamejimwagia maji, kidogo inaleta taharuki kwenye jamii na watu wengine wanatamani kusikiliza lakini hawatamani kuona. Nyinyi mmejipangaje kuboresha katika eneo hilo? Yani kuna baadhi ya watu wengine wanakuwa wanajisahau kwa upande wa waimbaji Singeli. Yani pale tunapokuwa unaandaa video alafu unawatafuta wale madada ambao wanavaa utupu kabisa na kuweka video vile, umeona, na ndio maana kuna baadhi ya watu wengine wanashindwa kuelewa. Lakini mimi naamini kwa sasa hivi tukiangalia video za sasa hivi tumejifunza sana. Video za sasa hivi hauwezi kuona hivyo vitu. Ndio maana kuna madada tu wa kiume lakini kama madada wanavaa nguo za heshima na wanacheza kwa heshima. Kwa hiyo vile katika kama zamani kina Msaga Sumu kipindi cha mwanzo ambazo kutoka vile, sasa hivi hiyo sisi hatuna, tumeshazuia hiyo. Kwa maana kwamba hata video zetu sasa ukiangalia video ya msanii yote anayochukua sasa hivi afanye hiyo video za hivyo. Mima amekuwa ni kama kiongozi kwenye muziki wa Singeli kwa upande wenu maeneo ya Mbagala, na mpaka anachukua tuzo ya kuwa mwanamke bora aliyeimba Singeli Tanzania. Wewe binafsi kama Chumvi Nyingi una kipi cha kujifunza kwa Mima? Kwa hiyo mimi nakwambia najifunza mengi kwa sababu nimeanza kumfuatilia muda mrefu. Naimba muziki wa Singeli mimi siimbi. Unaelewa sio? Kwa hiyo maana yangu ninachokimaanisha ni kwamba najifunza vingi kwa sababu kila ninapozidi kumwangalia naona miaka inazidi kwenda na bado hayumbi na maisha mengine yanaendelea. Unaelewa vizuri, si bado anaachia ngoma. Kwa hiyo hata mimi najifunza naona huyu bibi anaweza kufanya kitu fulani. Ni nani alikuwa role model wako kwenye muziki wa Singeli? Sina role model, mimi nilopoka tu kwa studio kwa sababu tunawaproducer marafiki zangu. Tukadili nao tukaangalia DJ Sinde kwa beat hapa kwa beat. Nini kilikuvutia kwenye Singeli ukata kama Bongo Flava au Alanibia au muziki mwingine kama Singeli? Yaani mimi niseme tu kwamba nimezaliwa tu ndani yake kwa kuimba muziki. Mimi naanza kuimba muziki tangu na miaka 13, 12, lakini nilikuwa naimba ngoma za asili sana. Kwa hiyo sasa nilipokuja huko kwenye Singeli niliposikia mambo maana kuja pili wanaona kama mambo yale ya asili tu. Ndio maana mimi ukileta kwenye asili wewe utoboi, yaani utoke. Lakini niimba asili sana kuliko hata Singeli. Ya, kwa hiyo maana yake mimi Singeli niliimba kutokana na ile beat inapogongwa nilikuwa naona kama ni beat za asili kama ni beat za watu wa kusini. Kwa hiyo mimi nikajaribu kugusa kidogo maana kwa watu wamependa mpaka leo iko hivi. Bwana nikushukuru sana. Asante sana. Chumvi Nyingi. Nataka tuende hapa. Tukitoka kwenye muziki, wewe ni mwigizaji movie. Movie zako zinavutia sana. Kwanza ni appreciate kwanza uwezo wako mkubwa sana na gang yako yote ya Chumvi Nyingi. Hilo hongeleni sana. So tunaona movie yako mpya ipo sokoni na inaendelea vizuri. Una lipi la kuambia vijana wa Kitanzania hususani upande wa movie? Yaani upande wa movie mimi napenda kuambia ni biashara nzuri. Lakini pia katika hii series ambayo nimeachia sasa hivi inaitwa Famous, hiyo series nimezungumzia watu ambao wanatamani kuwa maarufu. Unaelewa sio? Mfano kama mimi Chumvi, ukijaribu kuniuliza wewe tumekuona miaka 5 hii 4 umekuwa maarufu. Lakini mbona imekuwa ghafla? Lakini ukipiga mahesabu ni nyuma nimeaso kwa kweli, umeelewa? Haujalala na yule bibi wewe kweli? Yaani nimeaso sana huko nyuma. Kwa hiyo maana yake sasa mpaka nimefika kwenye umaarufu usichukulie simple. Kuna watu wanataka kuingia shortcut kwenye kutafuta umaarufu, wanakuingia katika uchawi, wanaingia kwenda kuabudu vitu ambavyo sio na kustahili Mwenyezi Mungu, yaani afanye Mungu aabudiwe, sio vitu vingine, umeelewa? Kwa hiyo mimi kama mimi nimeitengeneza sinema hiyo kwa maana ya kwamba kuwafundisha watu zaidi na zaidi. Yes, ili mradi watu wajue kwamba umaarufu usikimbilie, subiri uje wenyewe. Shukrani sana. Asante sana.